Kwa hiyo mara nyingi utaona kwamba moyo ndio unaopeleka viungo vya mwanadamu. Hasira ya mtu ni moyo. Atakapokuwa ametuliza moyo wake, basi hawezi kufanya vitu, kwa sababu viungo vya kawaida vinaendeshwa na moyo, kwa sababu moyo ni sayyidul a'dha. Sasa Mola Subhanahu wa Ta'ala alipotuwekea ibada, hakuweka ibada kutengeneza mkono wala mguu wala macho wala nini, kwa sababu hizi ni athari ya moyo. Aliweka ibada kuzungumza ama kulenga moyo. Moyo utakapotengea, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mola hata anazungumzia katika mabadiliko. Mola hakuzungumzia viungo wala uchumi wala biashara wala uongozi wala. Anazungumzia moyo. Anasema Mwenyezi Mungu habadilishi hali za watu mpaka wao wabadilishe yaliyomo nyoyoni mwao. Nyoyoni kuna nini? Kama wewe una mawazo mabaya, na mawazo yanatoka kwenye moyo. Ikiwa una mawazo mabaya ya kuharibu, kwa ajili hiyo utaharibu mpaka ubadilishe mawazo hayo mabaya ambayo mahala pake ni moyo. Na ukitaka kutengeneza jambo zuri, mawazo ndo yameanza kukujia, utengeneze jambo zuri. Kwa hiyo jambo zuri hilo litakuwa zuri na utaleta ufanisi na mabadiliko mazuri katika jamii, kwa sababu moyo wako ndo unakupeleka badilika, ndo unabadilika. Sasa Mola ametuletea ibada ya kubadilisha nyoyo. Moyo utakapobadilika, ndio mambo yote yanabadilika, yanakuwa mazuri. Na mabadiliko, hata wengine wanatuambia mabadiliko yanaanza kwa mtu mmoja individually, lakini Uislamu umeenda undani zaidi. Uislamu katika mabadiliko umeenda deep zaidi. Mabadiliko haianzi na mtu mmoja, mabadiliko yanaanza na moyo. Ikiwa moyo umebadilika, basi watu wote wanaweza kubadilika kwa mara moja, ikiwa nyoyo zao zimebadilika kwa mara moja. Kwa hiyo mabadiliko yanaanza kwa nyoyo. Kila mmoja moyo wake ukibadilika na akaibadilisha akaweka katika njia ya sawa, basi ndio ulimwengu mzima unabadilika, na jamii zinabadilika, na hali zinabadilika, kwa sababu Ramadhan imeletwa, ni mwezi wa mabadiliko. Mabadiliko yanaanza kwenye moyo. Moyo unapobadilika, ndio viungo navyo vinaitikia. Moyo ukiwa hautaki kubadilika, viungo vinabaki pale pale. Kwa hiyo angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya Mola kutuambia kwamba mmefaradhiwa kufunga kama walivyofaradhiwa waliokuwa kabla yenu, ili mupate ucha Mungu. Ucha Mungu tumesema mahala pake ni moyo. Kwa hiyo moyo unapobadilika, tayari inamaanisha kwamba mabadiliko yanapatikana. Sasa moyo umebadilika, lakini viungo navyo vinahitaji mazoezi. Viungo vinahitaji mazoezi. Mazoezi ya viungo ni gani? Ilikuwa lazima viungo navyo pia vifanye kazi ya kusaidia moyo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatu fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Ikiwa mtu hatoacha maneno mabaya na vitendo vibaya, maneno ni kwa ulimi na vitendo ni kwa viungo vingine. Sasa Mtume anasema yoyote ambaye atakuwa ni mwenye kufunga lakini hakuacha maneno mabaya, maneno machafu wala vitendo vichafu, basi huyu hana haja kukaa na njaa, kwa sababu Mwenyezi Mungu hana haja ya njaa yako. Mwenyezi Mungu ana haja ya moyo wako utengee. Sasa saumu yako itakapokuwa ni saumu ya kuzuia viungo, ina maana Mola amekupatia nafasi ya kuzuia moyo. Sasa wewe pia viungo visaidie moyo. Ndio maana ukaambiwa kwamba ikiwa huachi maneno mabaya wala vitendo vibaya, saumu yako haitosaidia chochote, kwa sababu hujachangia moyo kusaidika, kwa sababu wewe unabaki katika hali ya maasi ya mikono, maasi ya mdomo, maasi ya miguu, maasi ya macho. Unaharibu ile piwa au ile usafi wa moyo ambao unaitengeneza kwa Ramadhani. Sasa Ramadhani haiwezi tengeneza moyo kuwa ni moyo wenye kubadilika ikiwa viungo haujasaidia, ikiwa mdomo unazungumza vibaya. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia asaumu junna, anasema saumu ni kinga. Fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfath wala yafsakh wala yasfakh wala yafsakh fa in sabahu ahadun aw shatamahu falyaqul inni saimun inni saimun inni saim. Mtume anasema saumu ni kinga. Ni kinga ya kukukinga na maasi kabla haijawa ni kinga ya kukukinga na moto. Kinga ya maasi ina maana kwamba maasi ndio inakupeleka motoni. Sasa ukishapata kinga ya kukingwa na maasi, ina maana kwamba wewe unajilea katika malezi ya roho ya iman iliyokusudiwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia la'allakum tattaqun. Kwa ajili hiyo Mtume anasema saumu ni kinga. Ni kinga na maasi, ni kinga na kibri. Kinga na kibri vipi? Wewe utakapokuja kutukanwa na mtu ama kutaka kupigwa,
ukawa ni mwenye kusema inni saim, mimi nimefunga, huwa tayari ushavunjwa makali ya kiburi kwamba mimi niko katika ibada ya kumtii Mola Subhanahu wa Ta'ala, niko katika kujikurubisha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, na Mola aliyeniamrisha kufunga amenitaka mimi nisiwe ni mwenye kutoa maneno machafu wala vitendo vichafu. Kwa ajili hiyo kutukana na kupigana mimi nahisabu kwamba ni vitu vyenye kuniharibia saumu, na Mungu ametaka nisitukane wala nisiseme maneno mabaya wala nisipigane. Sasa tayari kiburi imevunjika. Kuvunjika kiburi ina maana kwamba wewe unabadilisha tabia. Unapokuwa wewe uko tayari kuambia mtu bwana mimi nimefunga, samahani, sitaki kutukanana wala kupigana. Fikiria leo Waislamu wanaofunga ni wangapi? Kenya peke yake ni milioni kadhaa. Milioni hao wote mchana mzima wanakaa bila kutukana, bila kusengenya, bila kusema uongo, bila kupigana, bila kula haramu, na huku wakiswali, wakisoma Qur'ani, wakiomba dua. Ni mabadiliko, si mabadiliko haya? Ni mabadiliko. Lakini ikiwa ni nje ya Ramadhan, utamsikia huyu amekunywa hivi, huyu amemtukana huyu, ambapo hiyo haitakiwi iwe hivyo. Yani mabadiliko ya Ramadhan si mabadiliko ya msimu, ni mabadiliko ya maisha kamili. Yani kwa ufupi, Ramadhan ni project ya mabadiliko ya umri wote, si mabadiliko ya msimu. Kwa sababu kama ni mabadiliko ya msimu itakuwa hujafaidika na Ramadhan wewe. Mola anatuweka katika mabadiliko ya kudumu, na kila mwaka tunajifanyia tena marudio na mahesabu. Najirudia hisabu yangu kwa Mola iko namna gani. Nitakapotoka kwenye Ramadhan nimejifunza kudhibiti ulimi, kwa sababu nimeambiwa nisizungumze, nisisengenye, nisiseme uongo. Nimejifunza kudhibiti uchi wangu, kwa sababu nitakapokuwa nimefunga nimeambiwa hata mke wangu wa halali mchana wa Ramadhani nisiwe karibu naye katika masala ya matangamano ya ndoa. Nikiwa nimefunga nimeambiwa ni avoid chakula changu cha halali. Kuwacha chakula changu cha halali katika mwezi wa Ramadhani kwa siku 30 ni zoezi la kunifundisha kuwacha haramu katika miezi 11 baada ya hapo. Zoezi niloendelea nayo ya kudhibiti ulimi wangu kwa siku 30 bila kumtukana mtu ama kutoa maneno machafu ni zoezi ambalo latakiwa linipe reflection yake kwa miezi 11 ili nipokezane na mwezi Ramadhani nyingine, niendelee nayo tena kujipatia tena zoezi lingine la miezi 11 mingine tena. Yani ina maana Ramadhan ni process ama ni mabadiliko ya mwaka mzima inayosababisha mabadiliko ya umri mzima. Itakapokuwa mtu yuko tayari kuwacha yote haya kwa sababu ya Ramadhan, lakini siku ya Idi tu akifungua amerudi tena rivers, amezibomoa zote alizozijenga, ina maana kwamba wewe bado hujawa na busara ya kuweza kudhibiti rasilimali uliochuma ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ya kujifunza kutotukana, kujifunza kutofanya maasi, kujifunza kuswali. Angalia swala za sunna za tarawih tulizowekewa. Hii ni swala ya raka 20 tunayoswali sisi. Na ulama wanatuambia wajua zile sunna zinazoswaliwa katika nje ya Ramadhan, zile kablia na baadia, ukizichanganya kablia na baadia, muakkada na ghairu muakkada, zinakuja idadi yake mpaka raka 20. Sasa ni kama Mola Subhanahu wa Ta'ala mbali na zile kablia na baadia amezikusanya, ni kama amezikusanya na akatuwekea usiku wa Ramadhani swalini hizi 20. Hizo ni sunan ambazo kwa mchana huwa tunaswali sisi kablia na baadia, ukizichanganya muakkada na ghairu muakkada idadi yake inakuwa ni 20. Sasa wewe unapewa zoezi la kuswali raka nyingi zaidi, ili ukitoka katika mwezi wa Ramadhani kwa uchache basi angalau usiutimize hizo raka 5 zako, raka 4 4 3 4 ambazo ukizihesabu 4 4 8 4 2 2 4 4 3 4 17. Hizo ni 17. 2 4 4 3 4 17. Unashindwa kuswali raka 17 tena kwa nyakati mbalimbali within 24 hours, wakati ndani ya Ramadhani ulikuwa uko tayari kuswali raka 20 za tarawih kwa mfano, uko anayeswali 20 au aqallu min dhalika, kisha ukaongeza na tahajjud pia, zitakuja hapo hapo raka 20. Sasa wewe umejifunza zoezi la kuswali raka 20 kwa mfululizo, lakini ni jambo la kusikitisha ukimaliza Ramadhani zile zilizogawanywa 17 times 5 vipindi vitano na ni vipindi ambavyo vinaachana kwa masaa, ukawa mvivu wa kwenda kuswali ya dhuhuri, na ulikuwa na muda kuanzia alfajiri mpaka dhuhuri zaidi ya masaa 5. Unaona, baina dhuhuri na alasri una zaidi ya masaa 3.
baina al-asri na maghrib zaidi ya masaa mawili, baina al-maghrib na isha jisali moja au akthar, baina al-isha mpaka maghrib umepewa masaa, mpaka fajri umepewa masaa mangapi? Yote hayo karibu masaa 8 ama 10. Unakuwa mvivu kuswali hizi swala kwa idadi hizo hizo ambazo ni 17 tu katika nje ya Ramadhan, wakati ndani ya Ramadhani wewe ulikuwa unaswali raka 20 kwa mara moja. Ni mwanadamu ama Muislamu anatakiwa afikirie, aseme kwamba mbona mimi katika Ramadhani niliweza yote haya? Angalia mabadiliko. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, man fattara sa'iman kana lahu min al-ajri mithla sahibihi min ghairi an yanqusa min ajrihi shay au min ghairi an yunqasa min ajrihi shay. Mtume anasema anayemfuturisha mwenzake katika mwezi wa Ramadhani atakuwa na thawabu sawa na aliyefuturishwa bila kupunguziwa yule aliyefuturishwa katika thawabu yake. Nyote mkapata kamili kwa rehema ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba kama wewe ulikuwa ni bakhili, Ramadhani inakufundisha kuwa mtoaji. Ramadhani inakufundisha uwe mkarimu. Kwa hiyo angalia, Ramadhani ndani yake kuna kujifunza ukarimu kwa kufuturisha mtu. Ramadhani inatufundisha ukarimu kwa kutoa zakatul fitri. Ramadhani inatufundisha tuwe ni watu wa kuweza kufanya ibada kwa wingi ambayo ni swala tarawih kwa mfano. Ramadhani inatufundisha kuweza kuvumilia na kusubiri, kwa sababu mwanadamu huvumilia mambo mengi lakini havumilii njaa wala havumilii kiu. Kiu na njaa ndio vitu vinafanya mtu mara nyingine akaua, akakosa step. Sasa angalia, kama mtu alikuwa anaweza akampiga mkewe kwa sababu ya kucheleweshewa chakula, akaweza kumtukana mkewe kwa sababu ya kucheleweshewa chakula ama kinywaji, akaweza kuharibu uhusiano kwa sababu ya kucheleweshewa chakula ama kinywaji, akaweza kumuua hata mtu mara nyingine kwa sababu ya kucheleweshewa chakula chake ama pesa zake. Binadamu huyu katika mwezi wa Ramadhani aliweza kujifunza kukaa na njaa masaa 12. Mbona hakumuua mtu? Mbona hakumpiga mkewe mathalan? Nazungumza haya kwa sababu mara nyingine kuna watu wanakuwa ni wakali kwa wake zao kwa sababu ya kuchelewa chakula kuwekwa kwa wakati. Mtu anaweza akatoa talaka ama akampiga mtu ama akamuumiza mke wake. Sasa wewe hebu chukua hizi ulizozichuma ndani ya Ramadhan. Umejifunza kuvumilia. Sheikh Omar, umevumilia kuanzia masaa asubuhi fajri, kabla alfajri mpaka maghrib. Hata ukaambiwa nini na mtu unajikuta uko sawa tu. Ukasiriki, huteti na mtu eti kwa sababu ya njaa, kwa sababu unajua hii si njaa, hii ni ibada. Kwa nini wakati unapomaliza Ramadhan, utakapokuwa wewe umetoka kazini, napiga mfano huu sio kwako na taswira. Kwa nini mtu anapotoka kazini akifika nyumbani anajua mimi muda wangu wa kula ni sasa hivi, lakini siku hiyo mke wako pengine alikuwa mgonjwa, pengine vitu vimechelewa kufika nyumbani, pengine gesi imeisha, pengine kulikuwa na sababu wewe kucheleweshewa chakula chako. Kwa nini unasahau kama wewe uliwahi kukaa masaa 12 katika mwezi wa Ramadhani bila kuteta na mtu? Mbona unakuwa ni mwepesi wa kuteta kwa sababu ya kucheleweshwa chakula? Na wakati wewe Ramadhani ishakufunza subira, ishakufunza uvumilivu, ishakufunza kudhibiti ulimi, ishakufunza kuepuka maasi wa hakadha. Sasa wewe jihesabie, Ramadhani imekufundisha ukarimu, toa, futurisha, sadaka, zakatul fitri. Ramadhani imekufundisha kuwa karibu na Mola, mabadiliko kwa kuwa karibu na Mola kwa min khilali kalamihi, kwa kusoma maneno ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wewe unasoma maneno ya Mola unajihisi niko katika mazungumzo na Mola. Ukimaliza Ramadhani ushafunga kitabu chako, kuhitaji tena mazungumzo na Mola. Haya yatakuwa sisi tunajaribu kubadilika, lakini mabadiliko yetu haipigi kona baada ya Ramadhani. Tunayaharibu, tunayaporomosha, tunayavunja kwa sababu tunafikiria kwamba Ramadhan, mabadiliko ya Ramadhan ni mabadiliko ya msimu, si mabadiliko ya maisha. Kwa hiyo tunatakiwa sisi Waislamu tuthamini fursa hii. Hii ni fursa adhimu ya kuweza kubadilika, kuwa katika itizan, kuwa katika mizan ya kuweza kukontrol tabia zetu, kukontrol uchi wetu, kukontrol ndimi zetu, kukontrol nyoyo zetu na makibri na hasad na mengineyo, kwa sababu tushaisafisha kwa kupata ucha Mungu. Hii ni tuweze kufaulu, tukawa ni wale wenye kuambiwa haya siku ya mwisho wa Ramadhan, leo ndo siku ya jaiza, leo ndo siku ya zawadi, leo ndo siku ya tuzo. Tukawa ni wenye kutuzwa, tunabeba tuzo, tusende tukaharibu tukatia kwenye mchanga.
tuzo tubebe, tuendelee nayo mpaka Ramadhani nyingine itufikie, tupate tuzo la pili tena, kwa sababu ya kujidhibiti na kubaki katika hali mzuri. Nataraji ujumbe huu wetu utakuwa umewafikia ndugu zetu Waislamu, na hata wasiokuwa Waislamu ambao hawautambui na hawaufahamu Uislamu, waufahamu Uislamu, kwamba Uislamu ni dini ya kumjenga mwanadamu ambaye anakuwa na tabia njema, anakuwa na mwendo mzuri, anakuwa ni mkarimu, anakuwa ni mtu mtulivu, na anakuwa ni mtu wa kuchunga nafsi yake na kuchunga wengine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.